Ndugu zangu vijana, mwaka huu ni mwaka muhimu sana kwa maslahi na afya ya taifa hili la Tanzania. Na sisi kama vijana wa Kitanzania hatuna taifa lingine lolote isipokuwa taifa hili la Tanzania. Ni lazima tukubali, aidha usiku ama mchana, aidha kwenye mvua ama kwenye jua, kulilinda, kulitetea na kulipigania taifa letu Tanzania. Na kwa nguvu hiyo hiyo itakayotumika, lazima tutumie muda na fursa na vipawa tulivyo navyo kupaza sauti na kuwaambia wale wanaobeba, wale wanaokejeli, wale wanaokashifu kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais ambaye ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tutapambana nao kwa visu, mapanga na silaha yoyote pale ilipokuwa. Lazima hili niliseme. Inawezekana ndugu zangu, wao wenzetu hawaoni. Sitaki kusema juu ya miradi mikubwa inayotekelezwa kimkakati ndani ya mkoa wetu. Lakini kwa ufupi, kwa sababu niko kwenye tukio hili la wanazuoni, niiguse sekta yenu tu, sekta ya elimu kwa ufupi kidogo. Hapa ndani ya mkoa wa Mbeya, wiki 3 zilizopita mmemwona kamisa wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, alikuwa kule wilayani Kyela kwenda kufungua shule ya wasichana Mbeya Girls. Mheshimiwa Rais alituletea bilioni 4 na bilioni 260 kwa sababu ya ujenzi wa shule ya wasichana. Lakini ndugu zangu, Mheshimiwa Rais pia ametuletea fedha hapa chuo hiki cha Musti. Zaidi ya bilioni 13 ziko hapa kwenye hiki chuo cha Musti kwa sababu ya ujenzi wa hostel mpya, ujenzi wa library ya kisasa, lakini ujenzi wa maabara yenu nyinyi wanazuoni. Bilioni 13 Mheshimiwa Rais alileta hapa. Pamoja na changamoto za misukosuko ya janga la COVID miaka 3-4 iliyopita, lakini na vita vile vinavyoendelea kule, lakini nimeona Mheshimiwa Rais amejenga madarasa kwenye kila wilaya na kila halmashauri kwenye nchi. Haya ni mapenzi na ni mahaba makubwa sana kwa Mheshimiwa Rais kwa sisi vijana wa Tanzania. Lakini sasa kwa sababu wao wenzetu hawaoni, ninataka niwahakikishie kama kiongozi namba 1 wa TANURU la vijana ndani ya mkoa wa Mbeya, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuwafumbua macho. Na tukiona kuwapa miwani tu haitoshi, basi tutatafuta dawa inayowatosha ili macho yao yaweze kuona. Hii kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais ndani ya mkoa wetu wa Mbeya kwenye sekta nyingi. Lakini jambo la pili, kwenye risala yenu nimeona changamoto kubwa ni kwa sababu hakuna sehemu ambako nyinyi vijana mnapaswa kukutana. Na hii bado inarudi kwenye dhana ya uongozi. Lazima tuwe na sehemu ambayo vijana tunakutana kujadili mustakabali mpana wa taifa letu, mustakabali mkubwa wa chuo chetu, mustakabali mkubwa wa kata yetu, mustakabali mkubwa wa siasa tunazofanya kama wanafunzi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe hili nalo tunaliunga mkono ili kesho tuwalaumu. Sisi tulikuja kama viongozi, tuliwatengenezea sehemu kama ofisi, lakini ninyi vijana hamkuona sehemu hiyo mnaweza mkapaswa kukutana na kuonana ili muweze kujadili siasa zenu kama vijana. Mimi nitawachangia ndugu zangu wana Musti kiasi cha fedha shilingi 500,000. Lakini wao walichosema wanataka na vifaa. Kwa hiyo tumekubaliana tuwape 250,000 keshi na tuwape vifaa vya 250,000 ili ujenzi uweze kufanyika. Musti oye! Ujenzi oye! Na ndugu zangu, tumeleta keshi kwa vijana ili kuhakikisha tunaunga mkono juhudi na jitihada nyingi kama vijana wenzetu ili mkose sababu kwenye haya mambo ambayo sisi viongozi wenu mnatualika. Na hii sio hapa tu, kokote mtakapotupa nafasi na fursa ya kuja, tutafanya kwa kadri ya uwezo wetu ili nyinyi mpate joto kwa sisi viongozi wenu kufanya. Inawezekana kwa bahati mbaya wengi tumejiunga na chama hiki, si wote
wote bila wachache, bila kujua sababu za kujiunga. Kwa hivyo niwatake wanafunzi wote na wanachama mjue kwa nini mmejiunga katika Chama cha Mapinduzi. Shabaha kubwa ya kujiunga na chama hiki ni kuitumikia itikadi yake. Nyinyi wasomi kwa lugha yenu mnasema political ideology ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinaamini katika zile ahadi ambazo mlipewa kadi siku hiyo. Kwa wakati unaishi ama unakitumikia, kumbuka zile ahadi za wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambazo zinapatikana katika nyongeza A ya katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1977. Hapa ninazungumza na wale ambao wamejiunga kwenye chama hiki kutafuta fursa, ambao wamejiunga kwenye chama hiki kutafuta connection, ambao wamejiunga kwenye chama hiki kutafuta uteuzi, ambao wamejiunga kwenye chama hiki wakiwa na matarajio. Tunawahofia sana, maana wasipoyapata matarajio tutawapoteza wanachama. Katika hii miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumeona kuna mabadiliko makubwa hata ndani ya Chama cha Mapinduzi. Leo hii ninapoongea, wajumbe wa kamati za utekelezaji ngazi ya matawi nao wanaenda kupiga kura ya maoni kuwachagua madiwani, lakini pia kumchagua mbunge wa jimbo husika. Kwa hiyo kama vijana tumepewa fursa hiyo adhimu kabisa ya kushiriki kwenye hicho chombo cha maamuzi, ili tukaende kuwachagua viongozi watakaotusaidia kwenye jamii zetu. Na kama wito wangu kwenu vijana, tuende tukajitokeze kugombea nafasi hizo kulingana na vile utakavyojitathmini. Kama ni ubunge, nenda kavute fomu. Kama ni udiwani, nenda kavute fomu. Jina naitwa Margaret Benedict Kalonga, ni katibu wa hamasa wa Senate katika idara ya vyuo na vyuo vikuu ndani ya mkoa huu wa Mbeya. Leo tumefika hapa kwenye tawi hili la UVCCM Musti. Musti waliweza kuandaa miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuyazungumzia yale mambo yote mazuri ambayo ameyafanya rais wetu huyu wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kama unavyoona ni vijana wasomi wa Musti, lakini wakiwa wanaendelea na yale mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kuyasemea, kuifanya jamii iweze kutambua mchango mkubwa ambao umefanyika kwenye sekta ya elimu, na sisi ni wasomi. Kwa hiyo hapo mambo mengi ambayo yamefanyika, likiwemo swala la bumu. Tunaendelea kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, amefanya kazi kubwa sana. Wanafunzi saizi wanapata bumu ambalo linawasaidia kujikimu kwenye yale mahitaji katika bumu, lakini pia kwenye swala la mikopo. Tunaona mikopo imeenda kwa asilimia kubwa sana. Vijana wengi wanapata mikopo kwa sasa, lakini pia hapa Musti imefanyika kazi kubwa sana katika miundombinu, lakini pia Musti wapo wanufaika wa Samia Scholarship. Na hii ndio sababu kubwa ya vijana wasomi ndani ya tawi la UVCCM Musti wameamua kuandaa kongamano la miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa jina naitwa Tulizo Mapunda, ni katibu wa UVCCM tawi la Musti, ambacho ni chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya. Leo tulikuwa na kongamano la kumpongeza mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo alivyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka minne kwa kishindo. Na niseme tu, nitume salamu kwa wale ambao wanaodhani kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya chochote. Mimi kwa upande wa chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya nizungumze tu kwamba hapa ametoa zaidi ya bilioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa hapa main campus. Tumejenga majengo matatu. Jengo la kwanza ni kwa ajili ya innovation, na la pili workshop, na la tatu ni academic. Lakini pia kuna majengo mawili kwa campus ya Rukwa. Tunajenga kule majengo mawili, jengo la kwanza kwa ajili ya workshop, lakini la pili ni academic. Mama Samia Suluhu Hassan ameupiga mwingi kweli kweli, na tuna imani naye, na tuna hakika mwaka 2025 sisi ana deni na sisi deni lake tunaenda kumlipa. Tutampitisha kwa kula za kishindo kweli kweli, ili akaendelea kufanya tena mambo makubwa kuanzia mwaka 2025 hadi na 30. Asanteni.